Tuko na story ya mama wa taifa. Mama wa taifa. Hiyo miwani. Tunaendelea hivi. Hiyo miwani, unajua umefanana umevaa miwani. Kaja ni jamaze. Kuacha uchizi ni ngumu sana. Sawa. Tuko na story ya Wema Sepetu. Wema Sepetu alijifungua salama mtoto wa kiume baby Oli, lakini pia ilifanyika akika nyumbani kwao kwa mama yake Wema Sepetu. Yes, ilifanyika. Na baada ya akika kufanyika, tukategemea kwenda kuhudhuria kwenye 40 ya mtoto wake ambayo ingefanyika Superdome Masaki. Na watu wa karibu wa Wema Sepetu walizungumza kwamba huenda 40 hiyo ingefanyika kwenye uwanja wa Taifa, lakini kwa sababu kuna matengenezo kwa hivyo itafanyika Superdome Masaki. Lakini haikuweza kufanyika shughuli hiyo, na tukashangaa pia kwenye ukurasa wake wa Instagram bibi Wema Sepetu aliweza kufuta ile post. Aliamua kufuta post ile. Posti ilifutwa, hatukuiona tena ile posti ya kuhusu mwaliko wa shughuli ile ya mtoto wa Wema Sepetu. Na baada ya hapo yakaja maneno mengi sana, lakini akaja kazungumza mtandaoni Wema na kusema kwamba baada ya hakika kuna watu ambao walimfanyia kitu kibaya kwa sababu aliumwa sana. Natamani ni yasome maneno ambayo alipata kuyazungumza Wema. Wema alisema hivi: "Haya nyie waje mnaodai 40 mtasema mtoto wa kwenu. Mbona kama mapovu yanawatoka sana? Mmenikosa kwenye hakika ndo mlitaka kuja kunimaliza, sio mnikome. Nimeumwa magonjwa ya ajabu ajabu nikajua na kufa." Ameandika Wema Sepetu hivyo kwenye ukurasa wake wa Snapchat. Kwamba kuna watu ambao wamemfanyia vitu vibaya Wema kwenye ile shughuli ya mwanae. Mimi ndo nashangaa ujue. Kama kumfanyia vitu vya hivyo anavyo VCA. Yeah. Angemfanyia kipindi kile yuko hospitali. Kwa sababu hospitali pale watu wengi sana walikuwa wanapeleka mizawadi. Okay. Kwa maana hiyo pale walikuwa wanamuona na mtoto. Yes. Kwao ni rahisi pale kumfanyia yale mambo. Lakini kwa huku kuleta hivyo ni visingizio tu. Hapo visingizio kwamba jambo ameshindwa kuliendesha kwa sababu Wema hana hela. Ukizungumzia kuhusu Wema kushindwa kuendesha jambo hilo kwa sababu hana pesa, meneja wake ambaye ni Martin Kadinda amezungumza mitandaoni na kusema kwamba shughuli ya mtoto wa Wema haikuhitaji mchango wa mtu yoyote. Lakini tukumbuke kwamba waliweka viingilio. Ndio kama mchango sasa. Hadi unashindwa kusema kwamba changia. Kama kweli hamjahitaji mchango, kwa nini watu waingie kwenye shughuli kwa kiingilio? Mkatoa mpaka sale ya shilingi 500 ambayo ilikuwa inatakiwa ifuatwe Dubai. Martin akaja kazungumza hata shughuli ambayo ilifanyika kwa mama yake na Wema Sepetu ile hakika kule nyumbani Sinza. Mama wa Wema Sepetu hakuweza kuchangisha pesa yoyote. Alifanya shughuli yeye na ndugu zake, kwa hivyo hakukuwa na mchango wa mtu, na watu waliingia kwenye shughuli na walikula wakaenjoy. Na kwanza shughuli ilikuwa na mikesha hii mitatu ya kupaka hina. Na shughuli hii ambayo ingefanyika Superdome Masaki ilikuwa pia haihitaji mchango wa mtu yoyote. Lakini nini sababu ya kugairi shughuli hii? Wema akaja na sababu kwamba hajafanya kwa sababu kwenye hakika watu wanafanya kitu kibaya, kwa hivyo huku kama angefanya kwenye 40 wangemmaliza kabisa. Wema, uenda una maadui zako, sisi hatuwafahamu. Uenda una watu ambao hawakupendi ndugu yetu, uenda una watu ambao wana husda, lakini haikuwa sababu ya kuja mtandaoni kuzungumza kwamba kwa sababu tu uliumwa baada ya shughuli ya mwanao ndio ukagairi kufanya shughuli Superdome Masaki, mpaka kwenye peji ukafuta. Hivyo ni visingizio. Mpaka anasema kwamba anaumwa. Kuumwa kwake vile ni vyote ni yale kucheza pale kwa nakatika kwa sababu shughuli ni siku 3 tumeiona pale. Siku 3 si mchezo. Mpaka watu waje wakaanza kuongea pale, wakaanza kusema kwamba huyu kweli kazaa kwa viuno hivi. Huyu kweli ana mshono. Watu walijadili mshono wa Wema jamani. Lazima ujadili kutokana na jinsi alivyojiwekea, lakini tukiangalia kwa uhalisia ulivyo, sema shughuli ameishindwa. Kwamba shughuli ameishindwa. Ameishindwa kuifanya. Kwa sababu asilete visingizio vya kuogopa kwamba watu watafanya mambo ya kwa sababu Wema hakuwa na pesa. Wema hakuwa na pesa kufanya shughuli. Kwa sababu gharama zile za ujue shughuli ni gharama. Na kama unavyojua ule ni ukumbi mkubwa. Unahitaji gharama kubwa. Lazima wewe umejiandaa vizuri haswa kufanya shughuli yako. Ndio maana kaamua kuleta visingizio. Maneno unayatoa hayo. Lazima tuseme ukweli. Maneno nayatoa hayo. Lakini kile ambacho alikiandika Wema kulenga waja, sijui alikuwa anamlenga nani, lakini it's like kama ni dongo ambalo kalitupa kwa mtu anayemfahamu.
kwamba huenda kuna mtu ambaye kamfanyia kile kitu na Wema anafahamu kwa sababu huyu mtu alikuja kwenye shughuli yangu, lakini jipo jambo alilofanya. Kwa sababu mimi nikiangalia shughuli yake, watu ambao walitake place sana wale watu wake wa karibu kama Aunt Ezekiel, Jacqueline Wolper, kina Shamsa Ford, sio vizuri. Au ndio Kajala sikumuona. Aliniuoya pia sikumuona. Hakuonekana pale. Kama kawaida Rudiva mpaka sasa hivi haonekani. Tukamuona kabisa Juma Lokole amelishikilia kabisa. Juma Lokole na Ankoti ndio watu ambao walibeba ile shughuli, walibeba kweli kweli shughuli ya Baby Oli ama hakika ya mtoto wa Wema Sepetu. Kabisa, na waliibeba haswa. Maana walikuwa wanacheza balaa. Wakasema kwamba hii shughuli itakiwa ifanyike wapi? Wanaume wana viuno wale jamani. Jamani mimi niliona viuno vya Ankoti. Mpaka Juma Lokole tukaona vitu fyap. Wewe. Shauri yako. Shauri yangu. Uliona nini? Vitu shup. Vya nani? Mbea wa taifa. Vya Juma? Viuno. Viuno. Zile kanzu zilikuwa zinapandishwa baba. Kanzu ilipandishwa hapa. Mambo yakawa ni mengi. Kanzu ikaonekana kama dela. Kanzu ikawa kama nini? Kama dela. Jamani. Kwa hivyo sasa story ambayo mmeendelea kuizungumza sana kuhusiana na Wema Sepetu, sisi tukasema tuje sisi tunaimaliza. Tunaimaliza tayari. Machingani kashazungumza na tayari Wema alizungumza hayo kwa watu ambao walibaki kuweka mjadala kwamba kwa nini Wema 40 ya kuifanya. Jibu Wema amewapa tayari jamani, na bado mnaendelea kuzungumza. Mimi narudia tena, Wema alichokisema mumheshimu tu, mumsikize. Huenda pia jipo jambo ambalo kaliona, unajua kwa macho usikute kasali akaona kwamba akaona Mungu kamwambia bwana tukio hili usilifanye. Eti kula mtu anasema Juma Lokole ana viuno kama vyake. Lakini tukibaki hapo hapo kwa Wema Sepetu, na huenda Wema pia amekuwa na aina fulani vya maisha ambayo ameamua kuyaishi baada ya kupata mtoto. Kabisa. Maisha kutokujichanganya zaidi na watu tena kwa mara nyingine. Tunaelewa vizuri. Ameamua kuishi maisha ambayo atamlinda mtoto wake kwa sababu anahisi kwamba mtoto wake labda anaweza kufanya kitu kibaya, vitu vingine kama hivyo. Na ukumbuke yule mtoto ndugu yangu ndio mtoto wa kwanza. Alafu amehasu sana kutafuta kwa shida sana. Alafu nyie ambao mnaingilia mahusiano ya Wema na Whozu, mimi ningewashauri tumiache kwa sababu Whozu ni mtu ambaye kamheshimisha Wema kwa asilimia kubwa sana. Hayo ni hapo tushedogo kwa nani? Kwa Juma Lokole, kwa sababu yeye Juma Lokole ndo alileta zile chokochoko. Baada ya Istukizi kuonekana yuko na Wema kwenye shughuli. Na Istukizi na Whozu si marafiki wale? Marafiki na Juma Wema si BFF wake kabisa, BFF. Akaamua kuleta tu challenge tu kwamba au ilikuwa ni upepo wa kufukuza ile 40. Hiyo ni upepo. Inasemekana kwamba issue ya Juma na Wema kutumiana maneno mtandaoni ilikuwa ni shughuli ile, ule upepo wa kusukuma shughuli ile ya watu wasizungumzie sana 40 ile ya kufanyika pale Sodom Masaki, wazungumzie issue hii ya kwamba Juma kama anaingilia mahusiano ya Whozu na Wema. Inasemekana eti hivyo, lakini mimi sina uhakika kwamba eti ni hivyo. Kweli tumeona jamani. Mwacheni Whozu tayari kashajengewa sanamu lake Uchagani huko. Kabisa. Si ndio ndugu zangu Wachaga? Inasemekana kwamba Whozu mnamheshimu sana huko Uchagani. Lakini pia mwache Wema aina ambayo ameamua kuishi maisha yake, mwache aishi aina hiyo ya maisha ambayo katamani kuyaishi. Lakini kwa upande wako, maoni yako ni yapi? Kwa wewe ambaye ulikuwa unatamani kusikia kipi kuhusiana na shughuli nzito ya Wema kugairi kufanya shughuli ya mtoto wake 40 hiyo pale Sodom Masaki, una maoni gani? Je, imekuwa ni sahihi kile ambacho Wema kakizungumza mtandaoni kwamba baada ya hakika ya mwanae kuna vitu vibaya ambavyo alifanyiwa kiasi kwamba akaumwa magonjwa ya ajabu ambayo hayaelezeki, na aliposti kiklipu kama vile ana drip mkononi, kama ana drip mkononi. Sawa, kwa hiyo maoni yako ni yapi kuhusiana na story ya Wema kugairi shughuli ya mwanae na kusema kwamba kwenye hakika alifanywa vitu vibaya na akaumwa vitu vya ajabu kiasi kwamba akashindwa kufanya sherehe nyingine pale Sodom Masaki? Maoni yako ni muhimu sana. Drop comment yako hapo. Una subscribe YouTube channel yetu kama bado hujasubscribe, ni 69 Media Pro, lakini pia una like, una share. Alafu kule Instagram tunapatikana pia. Kule Instagram tunapatikana kama 69 Media. Ukifika pale una like, una share kabisa, unakuwa mwanafamilia wetu kabisa. Lakini tukienda kule Facebook tena tunapatikana kama 69 Media Pro. Yes, kabisa. Lakini mimi hapa pia kule TikTok ni Sam Baby, niko live na ndugu zangu. Kuna ndugu yangu anasema ati kufanya shughuli ama kutofanya shughuli ni maamuzi ya wazazi. Mzazi wake Wema Sepetu ndo alifanya kule. Hakika Wema Sepetu yeye ndo alikuwa anataka kutupeleka kule. Anamaanisha kwamba labda Wema na Whozu
ni maamuzi yao kufanya shughuli ama kutokufanya. Asante sana ndugu zangu wa TikTok ambao mnatap screen, share live, mnifollow. Mimi namuona ndugu yangu Lastiboni, namuona ndugu yangu Redrave, namuona ndugu yangu Official Ashilei. Anaambiaga mimi chizi. Starehe ya mtu ni uchizi wake mwenyewe bwana. Huo ni Deo Mpemba, kisiki cha mkoloni.